Hivi karibuni waziri wa mambo ya nje wa Oman amethibitisha kuwa mazungumzo kati ya Marekani na Iran yanatarajiwa kufanyika Alhamis ya Februari 26 mwaka 2026 jijini Geneva, Uswisi. Waziri huyo Badri Al-Busaid, ambaye nchi yake imekuwa mpatanishi mkuu wa mazungumzo hayo, amesema duru hiyo inaandaliwa kwa msukumo chanya wa kwenda hatua za ziada kuelekea kukamilisha makubaliano hayo. Kampeni ya Irani ya kufanya urutubishaji wa urani pamoja na kukuza programu ya nyuklia ilianza miaka mingi iliyopita, ambapo mnamo Julai mwaka 2015 Irani ilitia saini makubaliano ya kimataifa ya Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA pamoja na Marekani na mataifa mengine ikijulikana kama P5+1 ili kupunguza shughuli zake za urutubishaji wa nyuklia kwa kupunguziwa vikwazo vya kiuchumi. Makubaliano hayo yalilenga kuhakikisha programu ya Iran inakuwa ya amani. Hata hivyo, Marekani ilijiondoa rasmi kwenye makubaliano hayo mnamo Mei 8 mwaka 2018 chini ya utawala wa Rais Donald Trump na kurejesha vikwazo vikali dhidi ya Iran. Uamuzi huu ulipelekea mvutano mkubwa, Irani ikijibu kwa kuongeza shughuli zake za uzalishaji wa nyuklia na urutubishaji wa urani zaidi, na uhusiano wa pande hizo mbili ukazidi kudorora. Mustakabali wa mazungumzo ya mwaka 2025-26 kama marudio ya juhudi za diplomasia ukoje? Baada ya miaka ya mvutano ikiwemo usitishaji wa mazungumzo na joto la vita na kusisitizana kwa pande zote, Irani na Marekani walianzisha tena mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia mwaka 2025 yaliyoandaliwa kwa njia ya wasuluhishi hasa Oman. Mazungumzo haya ilianza kwa njia isiyo ya moja kwa moja kupitia ujumbe wa mawaziri na malengo ya kufikia afadhali ya kisiasa na kiusalama. Mazungumzo ya amani yanayotarajiwa kufanyika jijini Geneva, Uswisi ni duru ya tatu kati ya Marekani na Irani katika mfululizo wa mazungumzo ya sasa ya nyuklia, ambapo duru ya kwanza ilifanyika tarehe 6 Februari mjini Muscat, mji mkuu wa Oman, huku duru ya pili ikifanyika huko baadaye chini ya upatanishi wa Oman. Sasa mkutano wa Geneva unatajwa rasmi kuwa duru ya tatu, unalenga kusogeza mbele makubaliano ya mwisho kuhusu mpango wa nyuklia na masuala ya vikwazo vya kiuchumi. Na katika baadhi ya duru hizo zinazotanguliwa, pande hizo zilikubaliana juu ya kanuni za mwongozo, yani guiding principles, suala linalowezesha mazungumzo ya kina juu ya ukomo wa nyenzo za nyuklia na ufuatiliaji wa Umoja wa Mataifa. Lakini kuna changamoto kadhaa zinazotajwa kuwa bado zinasalia kuwa kikwazo, ambapo kwamba kulikuwa na migogoro kuhusu kiwango cha uranium kinachoweza kutumika karibu na silaha, pamoja na masuala ya usalama wa eneo, huku Marekani ikitaka kuwa na udhibiti mkali zaidi juu ya programu ya nyuklia ya Iran. Ni zipi sababu kuu za mzozo na masuala ya mjadala? Sababu za msingi ni kwamba nia ya Iran kukuza uzalishaji wa nyuklia ama kuongeza urutubishaji wa urani ni kwa madhumuni ya amani tu na si vinginevyo. Lakini Marekani na washirika wake wana wasiwasi kuhusu hii inaweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia. Marekani ilitaka kufuta vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Irani kama sehemu ya makubaliano, lakini Irani inahitaji uhakika wa kudumu juu ya haki yake ya nyuklia ya amani. Changamoto za kisiasa. Irani mara nyingi imekuwa ikisema haitapendekeza mazungumzo ya moja kwa moja bila mdhibiti na hakikisho la usalama. Wakati mwingine mazungumzo yalizimwa kutokana na jumbe za kijeshi, shambulio la Israeli dhidi ya vituo vya Iran na mvutano mkubwa wa eneo. Mitaala ya Irani sasa inajumuisha msimamo thabiti wa kukata baadhi ya masharti ya Marekani kama yasiyo salama au yasiyo ya haki. Sasa athari kuu za mzozo huu ni zipi? Kuna athari za kiuchumi ambapo utafiti unaonyesha matokeo ya muda mrefu ya mgogoro na nchi za Magharibi
ikijumuisha kupungua kwa pato la taifa yani GDP, uwekezaji wa nje na biashara za nje, kiasi kinacholingana na wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kwa Irani, kwa muongo mmoja wa vikwazo na hasira ya kimataifa, Irani inapata hasara kubwa ya kiuchumi, ukuaji wa sekta ya nje ya mafuta na ushawishi wa kisiasa. Kwa ukanda na Mashariki ya Kati, mzozo huu unachangia kutulia kwa bei ya mafuta duniani, msongamano wa usalama katika Ghuba ya Uropa na Mashariki ya Kati, na hofu ya migogoro ya kijeshi inayoweza kuenea. Katika diplomasia ya kimataifa, kwa upande wa Umoja wa Mataifa na mashirika kama IAEA, mzozo huu umeonyesha umuhimu wa udhibiti wa silaha za nyuklia na kuhakikisha usalama wa eneo kwa njia za mazungumzo badala ya vita. Unadhani duru ya 3 ya Februari 26 itafungua milango ya amani kwa Iran, lakini pia mapatano baina ya Irani na Marekani?